astahiliye milele kuabudiwa na kupewa sifa. Ni neema ametufikisha hapa na kutuwezesha ili tupate kuja kulisikia neno la kwake. Tuzungumze moja ili saa kutokana na yeye. Nitaomba kwa jina lake na kisha tutaenda mahali hapo pengine. Bwana Mungu mtakatifu wa takatifu, kimbilio ni wewe, tumaini ni wewe, mwenye uwezo ni wewe, usiyeshindwa ni wewe, mwenye nguvu dadi. Unatawala siku zote. Wewe Jehova muweza wa yote, uliyeshinda msalabani na ukatuweka hiyo kusinda ndani ya kwetu dadi, ili tupate kulileta neno lako, tupate kulizungumza neno lako, tupate Jehova muweza wa yote kuliinua jina lako, kwa kuwa wewe ni wa utukufu, wewe ni wa amani, wewe ni wa upendo dadi. Naomba ukashuke mahala hapa dadi, ili tupate Jehova muweza wa yote kulinena ipasavyo, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, kwa kuwa wewe ni wa upendo, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu. Yesu akutawale na Yesu akutangulie popote pale ulipo, na akusimamie kwa kile ambacho unaenda kukitengeneza ama kile ambacho unapanga kukitengeneza. Nitasoma neno la kwake, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Tasoma Luka mlango wa kwanza mstari wa kwake ule wa 45. Naje heri aliyesandiki, kwa maana yatatimishwa aliyoambiwa na Bwana. Naje heri aliyesandiki, kwa maana yatatimishwa aliyoambiwa na Bwana. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote na analinda siku zote. Ni heri aliyesandiki kwa kile amesikia, kwa kuwa Bwana atakitimisha ndani ya maisha ya kwake. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote, anatawala siku zote. Anasema heri aliyesandiki, heri aliyeamini, kwa kuwa yale aliyoambiwa na Bwana kwa hakika yatatimia. Chochote ulichoahidiwa na Bwana, chochote ulichoahidi Bwana, chochote ulichomuomba Bwana, chochote unachokiomba kwa huyu Mungu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, amini ya kwamba kwa hakika na kwa upendo yeye ni mwaminifu, yeye ni muweza wa yote, atakitenda katika maisha ya kwako. Hata kuacha ukaenda kuhangaika, hata kuacha uwe wa chini, hata kuacha uende ukaaibike, hata kuacha uende popote pale uende kuaibika na kuonewa. Hapana, atatimiza kile ambacho ulimuomba, na kile ambacho alirejesha kwako ndicho ambacho atatimisha. Alikuahidia mtoto, Mungu ni mwaminifu, atatenda. Alimwahidia Sara mtoto, na kwa hakika wakati ulipotimia kwa majira yake, kwa hakika akatenda. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote, hajawahi shindwa na neno lolote. Akianzisha yeye ni mwaminifu, na anaweza kukamilisha. Yeye ni muweza wa yote, ni daktari wa madaktari, ni mfalme wa wafalme. Mungu ni muweza wa yote. Pasipo imani hatuwezi tukampendeza Bwana Yesu. Amini unaloliambiwa leo, amini lolote unalolisikia kutokana kwa neno la Bwana Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, neno lake ndilo ushuhuda wa kutenda maneno katika maisha ya kwake. Kusundia neno la kwake nalo litadhibitika ndani ya maisha ya kwako. Naona watu wakipewa mashauri ya kwamba wajaze neno la Mungu ndani ya mioyo yao, ili Mungu apate kutokelezea na kuwabariki na kutenda kile ambacho wanahitaji katika maisha ya kwao. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote. Kama alitenda kwa kina Danieli, Mungu ni muweza wa yote, na hata kwako atatenda. Mungu alitenda kwa kina Shadraka na Meshaki na
Abednego, na hata kwako na kuaminia hilo. Mungu atatenda katika nyumba ya kwako. Mungu atatenda katika maisha ya kwako. Mungu atatenda kwa hiyo kazi yako. Mungu atatenda katika hiyo nyumba ya kwako. Mungu atatenda katika njia za kwako zote unazozipitia. Ni yeye ni mwaminifu, yeye ni muweza wa yote. Anasema mjue kwanza Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue Mungu kwanza, mjue Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Ukisa mjua Mungu, amani inapatikana ndani ya moyo wako, amani inapatikana ndani ya maisha ya kwako. Unajua ni nini na kuangaisha, unajua ni nini ambacho kinakutoa katika njia za kwako, ni kukosa amani. Mjue Mungu ili alete amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Usikimbilie kutafuta mema yasiyo na amani, usikimbilie kutafuta pesa ambacho hazina amani. Kimbilia huyu Mungu ili akupe amani inayofashwa, akupe amani inayostahili, akupe amani ili ukienda kupata hizo pesa uwe na amani, uwe unasitumia kwa amani. Ukienda kupata hiyo afya uwe na amani, ndivyo uwe kuitumia. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, hajawahi shindwa na neno lolote. Wote aliokutana nao kwanza aliwapa amani. Ni Mungu muweza wa yote, ni Mungu anatawala siku zote. Tunaona akitoa watu katika kutoa kauli, kutoa tax, anawatoa watu katika kukatisa tax. Mungu ni muweza wa yote, anawatoa na anawaleta kwa kazi ya kwake. Anatoa watu watoke katika kusovya samaki ama kukamata samaki ama kutega samaki. Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote, anatawala siku zote. Mfalme wa ajabu ni yeye. Akikutoa hakika na kuaminia ya kwamba bora ukimwamini, ukikubali akusike mkono apate kutembea na wewe. Mungu ni muweza wa yote, hata kuangusa. Yesu hawezi akakuangusa, Yesu hawezi akakuangusa. Akakuta yule mtoto ambaye alikuwa amepakawa na pepo wakimwangusa kwa maji, kumwangusa kwa moto. Mungu ni muweza wa yote, akakemea yule pepo, ingawa wanafunzi wake walikuwa wameshindwa, lakini Yesu alipokuja mwenyewe. Mungu ni muweza wa yote. Hatukupewa watu, hatukupewa masaindi, tulipewa huyu Yesu ili apate kuwa ndani ya mioyo yetu. Akisaingia ndani ya moyo wako, mpendo, unapata amani, mpendo, unapata stahili ya kuingia kwa ofisi unayoiofia ya kwamba inaweza ikakudhulumu. Mungu ni muweza wa yote, kwake hakuna dhuluma, kwake hakuna kushindwa, kwake hakuna kupoteza, kwake hakuna kushindwa, kwake analinda walio wake, anazunguka walio wake, hajawahi shindwa na neno lolote. Mpendwa, yote ukimwaminia, yote yanawezekana kwake, lakini kwako ni kidogo tu, ni machache tu yanaweza yakawezekana katika maisha ya kwako, ni machache tu brother, inawezekana kwa maisha yako. Hicho ulicho nacho, unachokiona kana kwamba ni wewe umetafuta, ni Yesu amekusaidia tu. Usiwe unaona kana kwamba ni wewe umejisaidia, usiwe unaona kana kwamba kuna kitu ambacho unaweza ukaweza. Hapana, Mungu ni muweza wa yote, ni mtuliza wa bahari, analinda katika tundu la simba. Mungu huyu tunayemwaminia leo, anainua kutoka mavumbini, anatoa utasani, analeta katika kuwa na watoto wengi, kwa kuwa ni mwaminifu, kwa kuwa ni simba wa kabila la Yuda. Popote utaenenda, bora ukimsikisa huyu Yesu, naye atatenda jambo katika maisha ya kwako ndugu, atatenda kitu ndani ya familia yako. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote, ananyeshesha mvua ya neema. Popote alipo, mambo yote ni sawa. Popote Roho wa Bwana alipo, kuna amani. Popote Roho wa Bwana alipo, kuna upendo, unakuinuliwa, unakupata, unakurejeshewa. Popote pale Roho wa Bwana alipo, mpendwa, kuna amani, kuna furaha, kuna utele kabisa. Anaweza siku zote. Yeye ni simba wa kabila la Yuda, yeye ni muweza wa yote, hajawahi shindwa na hatawahi shindwa. Kama hawezi akashindwa na jambo lolote lile, ndiposa tunamfurahia, ndiposa tunamwaminia maisha yetu, tumpatia maisha yetu ili apate kuyatunza, tumpatia maisha yetu ili apate kuyaonekania, kuyatoa katika taabu, kuyaleta katika amani ya kwake. Mpendo, msirikise Bwana Yesu katika maisha ya kwako. Usiwe na roho ngumu, usiwe na roho ngumu. Nawaambia wale watu ya kwamba mkisa nipenda nanyi nitawapenda, na mkisa nikataa nami nitawakatalia. Usimkatae Bwana Yesu, kwa kuwa atakukataa mara mbili ambavyo unavyomkataa. Ukimpenda naye atakusangaza. Mungu ni mwaminifu, nasema niite nami nitakuitikia, nasema visheni na
nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapata. Yeye ni Mungu wa ahadi, pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Mahali popote Yesu alitembea alipata kutenda mema, alipata kutenda mema. Nasema mpingeni Shetani naye atakimbia, mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Ni simba wa kabila la Yuda, ni simba wa kabila la Yuda, hajawahi shindwa na neno lolote. Mlango ule aliofungua hakuna yeyote anaweza akaufunga, na ule aliofunga hakuna yeyote anaweza akaufungua. Ndiposa tumshirikisha katika maisha yetu, ndiposa tumpa sifa kila kuchao, ndiposa tumpa sifa kila siku, tukisema ya kwamba ametenda na anastahili kupewa sifa. Nani mwingine tumwambie anaweza? Ni nani huyu mwingine tumwambie anaweza pasipokuwa ni huyu tu simba wa kabila la Yuda? Alipikwa, kwa kupikwa kwake sisi tulipata uponyaji. Tukiwa kwake sisi tukapata heshima. Mungu ni muweza wa yote. Kwa umasikini wa kwake tukapata utajiri. Yeye anaweza siku zote. Yeye akatupa amani, akatuambia nendeni nchini mote, mwende mkatangaze injili ya kwangu. Sijawapea kazi nyingi, nimewapea kwenda kuitangaza injili. Neno langu litapakae kila popote pale duniani yote isikie ya kwamba Yesu anatawala siku zote. Nami naikamilisha hiyo kazi ya kwake, naisema hiyo kazi ya kwake. Aliyesema ni hekima ya Mungu, aliyesema ni nguvu yetu, ndiye nitakayemwamini mimi, ndiye nitakayemuita mimi. Aliyesema yote yanawezekana maishani mwa kwake, ndiye nitakayemuinua, ndiye nitakayemuomba, ndiye nitakayemtaja, na kila mahali nitakwenda mimi nitamuinua. Kwa hakika sina wivu wowote ule, nitamuinua, nitasema anaweza. Na wewe mpendo, tusikane mkono, tuonyeshe ya kwamba Yesu ni muweza wa yote. Tumtangaze hii duniani, apate kujulikana maishani yetu, apate kuonekana katika familia za kwetu, apate kuonekana katika ndoa za kwetu, apate kuonekana kwa wazazi wa kwetu, apate kuonekana kwa mazamba ya kwetu, apate kuonekana katika utajiri wa kwetu. Tusiwe na hofu yoyote, kwa kuwa Mungu yu kiumeni mwetu, ili apate kutusaidia, ili apate kutuonekania, ili apate kututangulia, ili apate kutenda makuu, ili apate kutuinua, atutoe katika taka, atupeleke katika usafi. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, anaweza siku zote, anatawala siku zote. Yeye ni nani? Yeye ni muweza wa yote. Yeye anatawala siku zote, yeye anainua siku zote, anatunza siku zote. Wewe unayemwamini, songa mbele na safari ya kwako. Wewe usiyemwamini, ukose kumwamini ama umwamini, atasindi kuwa Mungu tu. Wewe unayetukana, ukose kutukana ama utukane, hiyo ni ufala wa kwako tu. Lakini Mungu tunayemwinua, huyu simba wa kabila la Yuda, atatenda makuu katika maisha ya wale wanaomwamini. Yesu ni muweza wa yote. Hatutahitaji nguvu za fedha, hatutahitaji nguvu za wafalme. Tunahitaji kumshirikisha Bwana Yesu katika maisha ya kwetu, ili apate kutenda. Wote wanaowaaminia wakuu, kwa hakika aibu nayo inawafuata nyuma. Wote waaminiao, wote wanaoamini watu, wote wanaowategemea watu wamelaaniwa brother. Wote wanaotegemea mali, hizo ni za kupita tu. Lakini Bwana Yesu hatawahi pita kamwe, hatawahi pita, hatawahi toka mtu aliye ndani ya maisha ya kwake, hatawahi watoka. Hata kama watakaa miaka 430 wakiteswa, Mungu siku moja itafika na atawakumbuka. Bwana siku moja itafika na atawakumbuka, na atakuja atawatoa katika mateso. Kwa hakika Mungu ni muweza wa yote. Haijalishi watakaa namna gani, haijalishi watateswa kwa muda upi, Mungu ni muweza wa yote. Akasikia kilio cha kwao na akaona machozi ya watu wake, akatuka akapata kuwakomboa katika utumwa.
muweza wa yote, anaweza siku zote. Anaweza akatenganisha mtu katika umalaya, anaweza akatenga mtu katika umasikini, anaweza akatenga mtu katika kukondi, anaweza akatenga mtu, anaweza akatenganisha mtu katika maisha ya kukaa kutetateta kila siku na kukosa kumwamini. Mungu ni muweza wa yote, atajidhihirisha ndani ya maisha yako mpendwa. Mtegemee Bwana Yesu naye atatenda. Muite Bwana Yesu naye atatenda. Muombe Bwana Yesu kwa usunjaa naye atatenda. Anasema na watafuta wale watakao abudu katika roho na katika kweli. Mungu ni muweza wa yote, anahitaji watu wa kiroho, anahitaji watu wa roho wapate kumshirikisha ndani ya mioyo yao, naye apate kutenda kazi, naye apate kutenda maishani mwao, kwa kuwa ni muweza wa yote. Yeye ni simba wa kabila la Yuda, yeye anaweza siku zote. Wote wanaomuita Mungu, usiwe kimya, endelea kumuita Mungu naye atakuonekania. Ndugu, muendelea kumuita Bwana Yesu naye atakuonekania. Yeye anaweza siku zote. Mungu akubariki, Mungu akuinue na Mungu akurejeze ile parare, ile miaka iliyoliwa na parare na tunuku, apate kukurejeshea maisha ya kwako, arejeshe familia ya kwako, akutoa kwa hiyo pombe, kutoa kwa huo umalaya, kutoa kwa hiyo ndoto mbaya, akuingize katika furaha ya kwake, akuingize katika upendo wa kwake. Kwa hakika anaweza siku zote. Muite tu naye atakuonekania ndugu, na atatenda makubwa. Nitaomba kwa kuwa Mungu ni mwaminifu na Mungu ni muweza. Baba mwenye nguvu, muweza wa yote, wewe usiyeshindwa, wewe ufananisi na jambo lolote lile ama kitu chochote kile. Baba, ulisema kuwe na kukawa dadi. Muweza wa yote, ukatuumba kwa mfano wako, ukatuweka hapa duniani ili tupate kulinena neno lako kwa rehema zako na kwa huruma zako. Jehova, naomba ukasuke, naomba ukaonekane, naomba ukatawale, naomba ukatusunguke na upendo wako, naomba ukatuonekanie muweza wa yote. Ukamsaidia huyu ndugu, ukamsaidia huyu ndugu aliye katika kitanda, umwezeshe huyo ndugu apate kuinuka kwa neema yako na kwa nguvu zako. Jehova, neno lako lipate kujulikana duniani kote. Ndani uinue masunjaa wa neno lako, uinue watakatifu muweza wa yote wa neno lako. Ndani kwa neema yako na kwa nguvu zako ututawale Jehova, utufundishe kama watoto. Jehova, muweza wa yote, unielekeshe, uelekeze msikilizaji, uelekeze mtazamaji ndani, kwa kuwa wewe ni wa huruma na wewe ni wa neema, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu akusindanie, na Yesu akuongoze, na Yesu akutangaze, umeremete, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu. Akusaidie popote pale ulipo, akutendee makuu, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Yesu akutangaze. Amen.